Jembe, tumeshuhudia mchezo wa klabu bingwa na shirikisho. Bahati nzuri timu zetu zote zimeingia kwenye hatua ya kwanza, lakini pia timu yetu nyingine visiwani na KMKM wanakula ila Mwinyi nao wameingia kwenye hatua ya kwanza. Kwa kwanza ilikuwa ni michezo namna gani? Tumeona Young Africans michezo yote miwili, lakini pia tumeona Simba dhidi ya Gaborone. Bado kidogo mambo yabadilike. Ilikuwa ni michezo namna gani? Kwa maana ya kufuzu ni michezo mizuri. Ni michezo ambayo tukianza na Tanzania bara ni kwa 100% kwenye kombe la shirikisho na Champions League timu zetu zimesonga mbele. Na hii ni sehemu ya kuonyesha kwamba ligi yetu kweli ni ligi bora. Top 5 ya ligi bora za Afrika. Lakini ni jambo zuri kwa sababu ya ulinzi wa pointi zetu. Unajua sasa hivi Tanzania imekuwa tunapeleka timu 4 kwenye michuano ya CAF. Imekuwa tayari imezoeleka. Na kwa mashabiki wa mpira wageni wanaweza kaona hili kama jambo la kawaida tu, kama ni kitu kilichokuwepo siku zote, lakini haikuwa hivyo. Kuna kazi ilifanyika pa kufikia hapa. Kwa hiyo kuna kazi ya kuzilinda hizo point. Kwa maana kujitahidi kila mara kuongeza point zaidi na zaidi ili kuweza kupata nafasi ya kucheza tena na tena. Kwa hiyo niseme kwa maana ya kufuzu tulikuwa tuna nafasi nzuri sana kusema tumefanya vizuri. Lakini kwa maana ya performance mjadala ndio umekuwa mkubwa hapo, ambao kiukweli una mambo mengi yana ukweli na tunapaswa kuyafanyia kazi. Mfano ukiangalia Singida na Azam nafikiri wamekuwa na performance nzuri. Performance ambayo inaonyesha ni timu ambazo zimejiandaa na wanakupa moyo au wanakupa hisia kwamba hizo timu zinapaswa kwenda mbele zaidi. Kwa upande wa mabingwa wa Tanzania Yanga, gumzo limekuwa performance. Lakini kwa maana ya kufuzu unaweza kusema 100% Yanga kufuzu kwao kumekuwa ni bora. Kwa sababu aggregate ni 5-0. Ushindi nyumbani na ugenini. Sasa unaanza kujiuliza hii timu kwa nini unailalamikia? Sasa labda wewe hapo awali utaniambia kwa nini watu wanalalamika na mimi nitaweza kukujibu. Lakini kwa Simba wamefuzu. Nilikuwa nawaambia leo studio kama kufuzu kwa Simba inabidi ukiandika ile neno tabu, lazima uliwekee tabu afu ile ta afu ufanye AAA. Yaani kwa tabu ndio wamefuzu. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu ukiangalia baada ya performance ya Francis Town, mashabiki wengi wa Simba walikuwa na matumaini makubwa sana kwamba timu itakuja kucheza vizuri kwenye mechi hapa Dar es Salaam. Lakini kwenye mechi ya Dar es Salaam ndio imekuwa worse. Mimi nilipita jana Coco Beach, nilikuwa na wahadisia. Kulikuwa kuna vikao nafikiri zaidi ya 1000. Maana pale wamekaa kikao, watu walikuwa wanajadili. Kwa kifupi performance ilikuwa mbaya. Ilikuwa si performance ambayo inalingana na top 5 timu ambayo iko kwenye top 5 ya Afrika. So inalingana timu ambayo iko kwenye top 10 ya Afrika. Ilikuwa haifanani na ukubwa wa Simba kwa mechi zote mbili. Sasa ni jambo la wao Simba wenyewe kulifanyia kazi. Jembe, Simba kwenye mchezo wa jana dhidi ya Gaborone wamekosa mashabiki wao kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Pia watu wengine wanaona kama huenda mashabiki wangekuepo na kitu kingeongezeka. Lakini mzao kocha aliyekuwa kocha timu taifa Ahmed Morocco, mchezo wake wa kwanza watu jana wameona shati limeloa jasho. Ahmed anaona kweli Simba Sports na national team ni vitu tofauti. Licha kwa mchezo wake wa kwanza akiwa na Simba ametoa sare. Kwanza tukimtwika huu mzigo Morocco, nafikiri tutakuwa tunataka kwenda kushusha niseme labda sufuria la moto kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Kwa sababu Simba yenyewe kwenye mchezo wenyewe uliopita ambao ndio walikuwa na kocha wao wako naye kwa msimu mzima uliopita, ilikuwa tia maji. Ndio ije kwa huyu kocha wa siku 3 alafu tumtishe mzigo kwamba yeye ndio ilikuwa ni sababu. Mimi kwangu naona sababu ni wachezaji, kwa sababu kama unamzungumzia Morocco, hivi mchezaji anashindwa kukimbia akiwa na kocha mpya? Mchezaji anashindwa kukimbia kwenda kukaba kwa sababu ana kocha mpya? Mchezaji yuko na kipa anashindwa kufunga kwa sababu yuko na kocha mpya? Mimi sioni hiyo sababu kama ni ya msingi. Sababu ya Simba watazunguka na nini, lakini kuna vitu vya msingi vya kuvifanyia. Namba moja kabisa ni kwa wachezaji wao. Waulize tatizo ni nini. Waulize kama kweli wachezaji wana shida waseme. Lakini kama hawana shida warudi kwenye uongozi na wao wajitafakari. Huenda kwa wachezaji hawa labda nilikuwa naongea na Mohamed Hussein hapa. Kuna kitu kimoja ambacho tulikuwa tunakijadili kuhusiana na namna wachezaji wa Simba wanavyokuwa na kambi yao. Yes, sio Mohamed Hussein huyu. Maana Mohamed Hussein kwa waandishi maarufu ni huyu. Unazungumzia wale wachezaji, kwa zungumzia wale waandishi. Kwamba wachezaji wa Simba inaonekana kama wako free sana. Sasa inawezekana kweli fitness wameitengeneza kule walipokwenda, afu wamekuja hapa watu labda hawakai kambini.
wanatoka wanavyotaka, inawafanya fitness inapotea. Kwa hiyo unakuta inakuwa ngumu kwao kupambana. Lakini hata mimi nitajiuliza kama hiyo itakuwa ni one of the reason, tutasema wachezaji wanawezaje kujua kama wana mechi muhimu ya Champions League alafu wakaenda labda kufanya mambo ya starehe. Sasa sijui, kwa hiyo ni swala kati ya uongozi na wachezaji wao wakae wajaribu kutafakari. Nimefurahi nimemsikia Ahmed Ally, ingawa mbele kidogo ajaribu kutetea inawezekana ni kazi yake, lakini amesema mbele ya wale mashabiki wa Coco Beach pale kwamba jamani, kweli tumefanyaje, tulizidiwa. Hiyo ndio njia nzuri ya kutaka kurekebisha mambo. Lakini wangeweza kusema tu labda sio sisi mwamuzi, TFF, sijui nani, mambo yanavyokuwa au CAF, nafikiri mngeweza msitoke kwenye tatizo. Kwa hiyo kwa sababu hata na wao Simba wanakiri walizidiwa na wameona kwamba wamecheza vibaya. Sasa ni nafasi nzuri wao sasa kuanza kulifanyia kazi lile waliloliona, lakini kiukweli kabisa ilibaki kidogo Simba waliaibisha taifa. Kwa upande wa mashabiki wamecheza mchezo wao muhimu. Hii mimi sioni. Hii sio mara ya kwanza kucheza bila mashabiki. Unakumbuka mechi moja wameshinda wakiwa wana mashabiki na performance ilikuwa nzuri tu. Ilikuwa performance nzuri tu na walikutana na timu ngumu kabisa. Ubora wa Gaborone ni mzuri, lakini unaweza kulinganisha na timu nyingi zilizokuwa kwenye group stages. Kwa hiyo nafikiri wasiweke excuses, kwa sababu mimi sioni tukisema kwamba ulikuwa unashindwa kukimbia. Mfano mmoja tulikuwa tunazungumza kuhusiana na Abraham Morris. Ukimwangalia mtu alikuwa anacheza anautaka mpira. Unajua hata mtu atatani, atakimbia, ataenda kutoa pasi, ataiomba. Lakini wachezaji wa Simba walipokuwa wanacheza utafikiri kule mechi ile ndio walishinda wao 3. Yaani wanapiga pasi watu wakiwa wamesimama, asilimia kubwa wachezaji wamejijengea kama kakijiji hivi, mnasemaga mnajicholea kijumba kile. Wao unapiga pasi, unamrudia mpira, anampa yule, alafu anaanza kutembea. Lakini kingine niwakumbushe, mimi nimewahi kumuongelea Ahoua mara nyingi sana. Na hata nakumbuka ikawa Ahoua kila akifunga watu wanatafuta ile clip ile afu wanaishare kuonyesha kwamba Saleh alisema Ahoua ni mchezaji ambaye hajitumi. Nilisema last born. Masa mimi niliona kipindi kile kwa sababu amemaliza msimu akiwa last born. Msimu huu at least anaweza akawa sasa amekuwa. Lakini naona ndio last born kweli amezidi kuwa. Kwa hiyo waambieni ukweli, msitake kuoneana haya. Ahoua anawaangusha Simba. Na akiendelea hivi basi anastahili kutoanza. Kwa sababu gani? Ni mchezaji utamuona kwenye foul. Ni mchezaji utamuona kwenye penalty. Sawa, ni mchezaji mzuri, mimi nakubali, ni mchezaji ana kipaji. Lakini nimewatolea mfano studio, hata Messi na Ronaldo kwa vipaji walivyonavyo, kama wangekuwa hawajitumi, leo wasingekuwa wamefikia hapa walipo. Kwa sababu mpira unahusiana na swala la kujituma, ndio maana kunakuwa na mazoezi ya endurance, kwamba unapewa mazoezi, unapata maumivu yale ambao unahisi wewe sasa yamefika mwisho, alafu unang'ang'anizwa kuendelea kufanya mazoezi zaidi ya hapo. Hiyo ndio endurance. Kwa nini unatengeneza endurance? Kwa sababu unatakiwa uwe na nguvu, uweze kukimbia zaidi, uweze kujituma zaidi. Na ndio maana kwenye football hata kama unapokuwa kunachambua, kuna swala la kilomita, si ndio? Kuna swala la kukava area. Yote haya yanatokana na mchezaji ambaye amekuwa na juhudi kubwa, ambaye yuko imara, kajituma. Kwa hiyo hauwezi kuwa unacheza mpira kama unacheza draft. Mpira hauko hivyo. Nilizungumzia kipindi kile, nakumbuka ile mechi ya Simba na Yanga, mechi moja fikiri kwa ya kwanza au ya pili, kidogo akiguswa kaanguka, anakumbatia mpira. Nilizungumzia. Kwa hiyo leo nimeona na watu wengine sema bana, huyu Ahoua tatuua, huyu Ahoua tatuua. Na mimi niliwahi kuambia ukweli ni kama Simba. Na sizungumzia Simba mnyama, uimara wake. Hauhitaji kutetea ukweli wako. You don't need to explain too much about your truth. Just send it, it will protect itself. Kwa hiyo ukweli wewe unajilinda wenyewe. Leo wanaorudi kuzungumza nilichokisema mimi miezi 4-5 nyuma ni kwa sababu nilisema ukweli. Kwa hiyo ni nafasi pia kwa mchezaji kama Ahoua pia kubadilika, na wagundue wanachezea klabu kubwa, watu wamewekeza nguvu, mioyo, fedha na kila kitu. Kwa hiyo wanapaswa wanapokuwa wanacheza wasijifikirie wao tu. Mashabiki ambao hawaoni jukwani, katika hali ya kawaida mchezaji, unajua kwa sababu mashabiki wote wanaangalia mechi hii wakiwa majumbani na sehemu nyingine. Kwa hiyo ni lazima nicheze kwa ajili ya klabu yangu, nicheze kwa ajili ya mimi mwenyewe. Sasa kwa anavyocheza Ahoua na majority wa klabu ya Simba wachezaji naanza kuona kama vile wachezaji kwenye timu yao wanaanza kumuiga Ahoua. Kwa hiyo ukifanikiwa kupata Ahoua 5 kwenye timu yako, hamna ushindi. Wimbe Simba hapo kwenye upande wa kocha. Hemedi Morocco yeye ni kwa ajili ya kimataifa, Selemani Matola ni kwa ajili ya ligi ya ndani. Anatajwa Miguel Gamondi, anatajwa yule kocha wa Madagascar kuja kuchukua nafasi ya Fad Davis. Unaje ama unawashauri nini Simba, kwa nini kipindi hiki wasingempa mtu mmoja majukumu yote ili kuhakikisha kwamba anapata cream nzuri? Kwanza Morocco amemwazima. Matola ni kocha wao. Na reason ya kuja kwa Morocco ni kwa sababu Matola alikuwa na red card. Sasa sijajua uamuzi wa Simba kama wataendelea tena na Morocco mpaka mechi inayofuatia, lakini bado mimi ninaamini pia
mpaka wanakuja kucheza mechi ijayo ya kimataifa. My hope nafikiri watakuwa na kocha mpya. Siamini kama ndio itakuwa ni huyo. Kwa hiyo tumesikia Gamondi, tumesikia yule wa Madagascar. Kwa hiyo mimi na kocha yoyote atakaomleta. Uchebe hapo. Uchebe tena. Uchebe nani? Wanasema wametuma maombi Uchebe. Patrick Usems. Kutuma maombi wametuma wengi. Mimi najua hata nani katuma maombi. Kuna rafiki yangu yule anaitwa nani yule? Logaluski. Mzee wa midadi. Wametuma maombi. Makocha wengi kwenye klabu kubwa kama Simba inapotokea wanaona inahitaji coach. Makocha wengi sana wanatuma maombi. Hili ni jambo tu la kawaida kutuma. Sasa choice ya Simba sasa hivi inatakiwa ina utulivu sana. Lakini bado hata mimi ingekuwa ni suggestion yangu, ningesema Simba pia wanapaswa kupata kocha bora hasa ambaye ana uwezo kuopt kwa wepesi, au kocha ambaye tayari alishawahi kufundisha Tanzania, kwa maana ya mfano tumchukulie Gamondi. Kama ingekuwa anaweza kutoka Singida akaenda Simba, ingekuwa pia na kwao ni nzuri zaidi, lakini siamini mimi kama Singida wanaweza kumwachia Gamondi sasa hivi. Wana michuano ya kimataifa na wao wameshaanza kuona. Mbona yule walimkopa? Anasemaje? Niliongea na Gamondi kumuomba interview, akanambia tunataka tuzungumze kuhusu Simba. Nikamwambia ndio, akasema nisubiri mpaka deal itapokuwa complete alafu nimtafute. Basi sasa maana yake itakuwa ni maelewano kati ya Singida na Gamondi mwenyewe. Mbona upande wa pili walimkopaga yule Mirudi Amdi walimchukua. Sasa mchukua kirahisi. Mirudi njoo huko. Walimchukua kutoka wapi? Singida. Sasa si ndugu. Hata sio wamepewa soa jembe. Ndugu ushaanza. Wamemnunua. Ndugu ushaanza. Hawajapewa, wamemnunua. Hivi unajua unajuaga thamani ya soa ni shilingi ngapi? Hapana, hatujatoa. Unajua ukisikia bei waliomnunua mpaka mimi nasema kwa nini wamemnunua bei. Hiyo tuliache kwa sababu mimi sio msemaji Simba. Kwa hiyo yani kwa kifupi ni hivi kwamba wale walikuwa ndugu wakapeana. Ndio sana wewe Ali bana usema naibu njoo Global Mohamed Hussein njoo Jembe Sports, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ndugu walipeana, mambo ya ndugu usiyaingilie, si ndio? Kwa hiyo Nabi Gamondi wanaweza kuwa ni kwa sababu wanajua ligi yetu. Wanajua ushindano Simba na Yanga, wanajua Simba wanataka nini, desire ya Simba, Yanga to win against Simba, lakini pia Yanga kufanya vizuri kuliko Simba, Simba kufanya vizuri kuliko Yanga. Kwa hiyo haya mambo wanayajua na wataweza kuwatreat wachezaji wao kwenye that way kwamba hatukubali kushindwa na fulani au tunataka kufanya vizuri zaidi ya fulani. Kwa hiyo kwa kocha mwingine akija kama ni mgeni kabisa, anatakiwa kuja kuwa kocha yule ambaye anaweza kuopt hiyo hali kwa mapema sana, kwa sababu unaweza ukaja siku 2-3 ukajikuta umeondoka. Kama nimeona ndugu yangu nani huyu kocha wa Yanga Roman Force. Naona imagine pamoja na kushinda 5 lakini yuko kwenye pressure kubwa. Nikawa namtania rafiki yangu mmoja ni Yanga mwenzetu, namwambia toka lini Yanga inajivunia kucheza vizuri? Kuna msemo mmoja kwa Yanga wa zamani, sio sasa hivi kizazi cha plastiki kama unajua, wanaita mbele msagulano. Kusikia mbele msagulano, ukifuatilia watu wa zamani watakwambia mbele msagulano, yani Yanga ilikuwa ni pasi 2 inapigwa cross imo, hamna pasi nyingi. Na nature ya Yanga ukiangalia hizi timu, ma midfield wengi bora walikuwa wanatokea Simba. Wale watu wa mpira mzuri. Walikuwa wanatokea Simba. Lakini ukizungumzia wings wengi walikuwa wanatokea Yanga, kwa sababu mpira wa Yanga ilikuwa ni kukimbia. Halafu ukizungumzia ma center forward wengi hatari walikuwa wanatokea Yanga, na especially watu wanaopiga vichwa kina Bedi Msiba, kina nani, walikuwa wanatokea Yanga. Sababu Yanga ni chake ilikuwa peleka pembeni, mtu katimka, Lunyamila Said Maulidi anayumba kushoto na akiumba akiitia ndani na kutana na Bedi Msiba inakutana na nani, Mohamed Hussein, Said Mwamba Kizota. Mimi ndio my best player kwenye Premier League. Mimi Said Mwamba Kizota, unakutana na Kizota akiruka juu kwanza anaganda afu anaishusha hivi imo. Sasa ndio ulikuwa mchezo wa Yanga mbele msagulano. Sasa hao wanaotaka pasi nyingi hizi za Yanga labda mambo yao kabadilisha filosofia, kaja na kitu kipya. Yanga Gamondi. Lakini sasa kama twende kwao, labda inataka kurudi kwao, labda ndio inarudi sasa, inaachia kurudi kwao kwa zamani. Kwani kuna ubaya gani? Kwa sababu mimi Forza hakutakiwa kupewa pressure, badala yake kuambiwa kuna kitu anataka kubadilisha. Kwa sababu mtu anayeshinda kwa aggregate ya 5 bila, alafu mnaanza kusema aondoke sio nini? Kwa nini mnaanza kuwaza na aondoke badala kuanza na abadilishe au abadilike? Nafikiri unapokuwa na mwenzako, awe ni mfanyakazi mwenzako, awe umemwajiri, awe ndugu yako, awe nani yako, anapofanya kosa kwanza anza kuangalia arekebishe kosa. Sio kuanza kumwambia aondoke. Au mimi bana, mimi tuanzia na mimi na leo mimi na wewe basi tena. Hata unamwambia bana, hiki ulichofanya sio sawa sawa, mimi nataka urekebishe, nataka iwe 1 2 3. Hicho ndio kinachotakiwa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa Falls bana, kwa maana ya record, hebu turudi kwenye mechi za kirafiki. Kuna mechi alifungwa? Tumetoka pale tumekuja kwenye mechi ya ngao ya jamii Kabeba.
Tumetoka pale kwenye mechi ya ligi kashinda 3. Tumetoka pale tumeenda kwenye Champions League kashinda. Sasa huyu mtu unamfukuzaje sasa? Kwa sababu unamfukuza kwa sababu ya pasi. Watu wanafananisha Romain Folz na Charles Ahoua. Ahoua uwezo kumkuta kwenye performance ila kwenye namba the best. Kwa hata Romain Folz kwenye fomu ya timu watu wamuonila kwenye namba zinambeba. Sasa huyu Folz timu yake ndio inayoshinda. Si ndio? Lakini Ahoua timu yake tia maji anawatia wenzake pressure. Na pale unajua kuna mtu kama nani South Africa huyu Maema. Sasa sijui kama performance yake haijawa nzuri. Labda wangeanza kumshindanisha. Aanze kuingia Maema huyu labda inawezekana Ahoua ni mchezaji wa kutokea benchi anakuwa mzuri. They have to try that kwa sababu kama unampa nafasi kila siku. Kama unakumbuka baada ya kumpiga pressure sana niliona Fadlu alimbadilisha Ahoua akawa anaingia. Unakumbuka kipindi kile? Na baada ya kuingia Ahoua akawa anaonekana ni best. So they have try maana inaonekana labda Ahoua akitokea benchi anakuwa mzuri zaidi. Na akianzia ndani labda inakuwa ndio hivyo. Sasa mpaka usubiri penalty ya Anyate afunge blank. Uajabu uko wapi kwamba Young Africans wanaamini timu yao ni kucheza vizuri lakini kinachotokea uwanjani sio wanachostahili kukipata. Ajabu iko wapi kumfuta mwalimu kazi? Mfano EPL mtu mechi 2 amefutwa kazi. Tunaona wako wenzetu wanafanya hivyo. Kwa Yanga la ajabu litakuwa wapi? Usifute na baya liko wapi? Hapo baada ya kumaliza michezo tuliongea na mjumbe Alex Ngai. Akasema kwa mwenendo wa timu yao inavyoenda watafanya maamuzi. Na story kwamba huenda Romain Folz mechi ya Mbeya City ya kesho ikawa ndio mechi yake ya mwisho kwenye NBC. Mechi yake ya mwisho kwa sababu yani afanya asipopiga pasi za kutosha au sijaelewa mimi si yao. Sababu mechi ya mwisho maana yake hawachezi vizuri kama wao wanavyohitaji. Timu hii mnataka ifanye nini timu inawezekana ikacheza vibaya imempa mtu 3, ikacheza vibaya ikampa mtu 2, ikacheza vibaya imepata aggregate ya 5-0, si ndio? Yaani mfano sasa hivi ukiangalia chukua ile list ya timu za Afrika zote zilizocheza Champions League. Nani ana aggregate ya 5? Yanga. Mimi sijui. Kwa maana yake tufanye hivi wale wengine wote wafukuze makocha. Sisi tumekuajiri utupe matokeo na ucheze vizuri lakini kitu kiko tofauti. Nataka kusema ukweli. Nyinyi kwa sababu wachezaji wenu wale wapya mlikuwa mnawataka hawachezi. Kocha labda kaona bado wanahitaji kutengenezwa hawajawa bora vile. Sasa mnamwona pale Andambwile mliyemzoea anacheza vizuri, anachezesha timu, anafunga. Mkiziona ile Andambwile hamtaki. Nyinyi mnataka nani? Akwa sijui Dumbia. Wasubiri wakae vizuri. Inawezekana mmewasajili level ya ligi ya Tanzania jamani, kila siku nawaambia nyinyi hamtaki. Level yetu sisi ya ligi iko juu. Kwa hiyo mtaweza katoka Ivory Coast hapa ikabidi aje atengenezwe, si ndio? Kwa taratibu. Yani Yanga sababu ya kumfukuza kocha hawana. Na hata wao kung'ania kusema kwamba Yanga wana mpira mzuri mmeuona siku hizi. Yanga yetu sisi ya miaka yote mpira wetu sisi ndio hivyo. Nimekwambia mbele Msagulano. Sasa kama ndio umebadilika mgeni wa hicho kitu ndio decha kwako. Hebu subiri baada ya cheni mambo yenu bana. Azizi na yule mzao ambaye anafanya vizuri sasa hivi. Ingawa watu kama Azizi bwana naye lakini amefanya vizuri. Unajua kuna wachezaji na ndio Ndambwile namuona atakuja kuwa hivyo. Hata wafanye nini kocha yani mashabiki hawamfurahii. Mimi naye mmoja naweza nikakupa mfano utakubaliana na mimi. Muzamiru Yasin. Huyu ni mchezaji kafanya vizuri muda mrefu sana. Katika wachezaji walikuwa watakao wanaimbwa sasa hivi kwenye records za ligi yetu, za Champions League, za Confederation Cup ni Muzamiru Yasin. Na hata sasa hivi unaona, simuona Simba wamesajili wachezaji, lakini Muzamiru bado anapata nafasi ya kucheza na anaonyesha kiwango, si ndio? Lakini watu hawamfurahii hivyo. Wao kuna aina ya wachezaji hawafurahiwi sana na watu. Sasa Ndambwile ndio vile. Sasa hao wanakuwa ndio wale wachezaji wa makocha. Yaani kocha anakuwa kubali kumwacha kutokana na kile anachokitaka, anamuofa kocha. Lakini mashabiki kwa sababu nataka watu kidogo avunjike, kama ameenda kulia ameukanyaga, ametikisika. Kwa hiyo huyu anakuwa hana hayo mambo. Mnaweza kukaa mumfurahii. Lakini Ndambwile msimu huu kwa kweli ameuanza vizuri. Ni kazi kwake sasa ku keep that up. Yaani aende nacho hicho kitu. Kutoka hapa alipoanzia aendeleze na msimforce, yani msilazimishe atolewe kwenye kikosi kwa sababu anaitwa Ndambwile. Nyinyi mwacheni acheze, kocha aangalie performance ya wachezaji. Anaikuwa na performance nzuri, basi apate nafasi ya kucheza. Akija kocha mpya basi mabadiliko kocha mpya. Akija kocha mpya mimi nakwambia kwa Ndambwile alivyo kwenye kiwango sasa hivi. Hata mpanga naye afu mtakasirika bure. Lakini pia tumeona Bakari amerejea kwenye kiwango chake. Nimekuwa na michezo mizuri Bakari Nondo Mwamnyeto. He's a good player. Nimekuwa nikiwaambia siku zote. Kwenye football ni sawa na normal life, si ndio? Kuna upside down, kuna kesho 10, kesho 15, siku nyingine unashuka hadi 2. Haya mambo unapaswa kuyakubali. Mimi nimeona kwa Mwamnyeto baada ya kuwa mambo yake sio mazuri, alikuwa very calm. Na amecheza vizuri. Na ukiangalia kama amecheza vizuri, rudi kwenye namba kama ulivyosema. Inaonekana clean sheet. Hakuna mjadala.
Kwa hiyo ni vizuri sasa tukampa heshima yake. Kapteni karudi. Lakini sasa sio kung'ang'aniza tena kapteni atolewe kwa sababu sisi tumeshazoea sura zetu mbili. Tumeshazoea pale anakuaga Dizo, hapa anakuaga Ali. Basi ni lazima tuwacheze hao. Mwacheni kocha. Kocha ndio anawaona wachezaji kuliko sisi wala viongozi. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.